Na kukaribisha kwa moyo mkunjufu katika makala ya Jamvi la Pwani. Hii leo tukizungumzia kuhusu asili ya vazi la leso au kanga katika jamii ya Wapwani. Mimi nafahamika kama Fahima Ramadhan, usibanduke ulipo. Kanga au leso ni kipande cha mstatili kilichofumwa kwa nyuzi nyembamba za pamba. Ni pambo la kihistoria lililomstiri mwanamke wa Kipwani kutoka jadi na kudumisha mila na tamaduni kwa miaka na mikaka miongoni mwa jamii hii. Chimbuko la leso limetokana na vitambara vidogo vilivyoletwa na Wareno wakati wa biashara ya kubadilishana bidhaa kwa nyingine katika Afrika ya Mashariki. Jina kanga limetokana na vitambaa hivyo kufananishwa na ndege aitwaye kanga kwa kuwa na madoadoa meupe na meusi mwilini. Wanawake wa Mombasa na huko Zanzibar waliviunganisha vitambaa hivi vidogo na kuwa kitambaa kimoja kikubwa ambacho walikitumia kama vazi katika maisha ya kawaida. Bi Amira Msele, mwanahistoria mkongwe mjini Mombasa, ananipa hakikisho la chimbuko la vazi hili maeneo haya. Leso ilikuja na Portuguese. Walileta vihandkerchief. Sasa wale Waswahili walipokuja, au Waswahili wakaviunganisha vile vihandkerchief ili kupata leso wenyewe. Wakisha kuviunganisha, sasa ile kihandkerchief zilikuwa na nini? Madoa. Doa jeusi, doa jeupe na jekundu. Leso ilivumbuliwa takriban miaka 130 iliyopita ambapo mfanyabiashara mwenye asili ya Kihindi almaarufu kama Khadedina Haji Isaac alianza biashara hii baada ya kuona uhitaji katika jamii ya Pwani. Isaac aliboresha kanga kwa kutumia mashine na kuipamba na maandishi ya misemo ya Kiarabu, kisha baadaye kutafsiri na kuwa ya misemo ya Kiswahili ili kueleweka zaidi na kizazi cha Waswahili. Hatimaye kanga iliundwa na kuwa pande mbili ili kukidhi matumizi ya mwanamke wa Kiswahili. Kutokana na vazi hili kuthaminiwa eneo la Pwani, utakosa kusikia majina kama vile barabara ya leso, ambapo maduka ya vazi hili yamesheheni si haba. Imran Abdullah ni mjukuu wa Khadedina Haji Isaac, mfanyabiashara mwenye asili ya Kihindi, aliaminika kukuza biashara ya kanga Mombasa. Sasa mimi ni generation wa 5 kwa hiyo biashara ya leso. Babu yangu alikuwa anaitwa Khadedina. Hiyo jina tunatumia Khadedina Haji Isaac. Yeye alikuwa ni Khadedina. Alifungua duka yake mwaka wa 1887. Hiyo ni takriban miaka 138 iliyopita. Akaanza kuzileta na alikuwa anazileta na vipande viwili. Gora, alizileta kigora. Sasa watu wakaipenda sana hiyo concept ya kupata gora. Kwa sababu sasa unaweza kufunga kichwa na mwili, si kichwa peke yake wala mwili peke yake. Sasa hiyo concept ilipoanza na watu wakai embrace na ikaendelea. Mtoto wake alikuwa anaitwa Abdalla na Mohamed Hussein. Sasa Abdalla na Mohamed Hussein ni mandugu. Abdalla alipata hiyo akili ya kutia maandishi kwa hiyo kanga. Sasa kutia hiyo maandishi ilikuwa ni experiment tu, yani walikuwa wanajaribu kitu tofauti. Generation ya kwanza ilifanya kuleta. Generation ya pili Abdalla nao alikuwa anataka kuongeza, kwa kizungu wanasema add value. Unaongeza hiyo value ya hiyo kitambara. Thamani yake, unaongeza thamani ya hiyo kitambara. Yeye akakuja na hiyo akili tutie maneno kwa mwanzo ilikuwa inaandikwa kwa Kiarabu. Wajua Kiswahili ni lugha ya Kiarabu, si lugha ya Kizungu. Na kwa sababu ya ukolonia na nini tukabadilisha harufu zetu zilibadilika kwa Kiarabu zikaingia Kizungu. Sasa hizo leso za hiyo ilianza miaka 1915, miaka 1920 hapo. So tuseme 1920s, early 1920s ndio maandishi zikaanza kwa kanga. Na hapo sasa kanga ikawa vile iko sahi leo. Ikawa signature ya kanga ni maandishi yake. Chembelecho wa Swahili, mgeni njoo mwenyeji apone. Wapwani walikumbatia vazi la leso na kulifanya kuwa la thamani kubwa. Walitumia kama chombo cha kukuza utamaduni eneo hili kwa kuitumia katika maisha yao ya kila siku.
Mtoto anapozaliwa katika jamii hii, mkunga humpokea kwa kutumia leso. Mtoto wa kike anapobalehe hupewa gora ya leso na somo yake kama stara ya mwili wake. Mtoto wa kiume anapokuwa barobaro hufungwa kanga kwa mtindo tofauti kuashiria ukomavu kabla ya kurithishwa na kufundishwa kazi ya babake mzazi. Leso zinatumika kwa mtoto anapozaliwa, anatatiwa leso, na yule mwenyewe ambaye wazaa vile vile anatatiwa leso ambazo ni 3. Sasa mtoto akishavunda ungo au akishabaligh, kuna zamani kuna ukoo. Sasa ikiwa mama ana rafiki yake, huyu mtoto huyu akijakiwa mimi ndiye nitakayemosha, itakuwa ni somo hiyo, unaona. Au ni shangazi lake hana rafiki, ni shangazi lake, haya nyanyake atamwosha. Lakini sasa anapokushamaliza kuoshwa, atakwenda kwa yule mama au rafiki yake mama au shangazi lake kwa siku 7 afundishwe jinsi ya kupika ya kunini na leso, kutumia leso. Na ukenda ikiwa uko katika baligh, hufanye ufungi kibobwe, waeka kimangea tu kama kujiekelea hapo. Mara nyingi kanga hutumika kama zawadi katika sherehe katika jamii hii. Bibi harusi wa Kiswahili huzawadiwa kanga wakati wa sherehe ya nikah. Bibi harusi huvishwa kanga aina ya kisutu wakati wa sherehe hiyo. Chumba cha wanandoa hakikosi gora ya leso, ambapo pande moja huwa ya mke na nyingine kuwa ya mume. Hata hivyo, sio heshima kwa mwanaume kuonekana na leso hadharani, kwani ni vazi la chumbani pekee. Mgeni anapowasili katika nyumba ya mpwani hupewa leso yenye ujumbe mzuri kama ishara ya kumthamini. Ile siku ya harusi anavaa kanga ya kisutu, lakini kanga vile vile wanazitumia wakati wa kulala. Bi harusi anapewa kanga ambazo kanga hiyo ataitumia yeye pamoja na mume wake. Mwanamume atajifunga kiunoni, na bi harusi naye kama tunavyojua kwamba upande wa Mombasa anajifunga vile vile kifuani kwa ajili ya kulala naye. Bibi harusi wa Kiswahili mwanzo akiolewa, siku ya kuingia ndani nyumbani ni lazima muwe na leso 2 ziwekwe kwenye mto, moja ya mume na moja ya mke. Anapoingia nyumbani, mume anaivaa chini na mke anavaa mafani. Sasa huwa ni rahisi ya kuvuta tu, si kama sasa kuvaa night dress. Kwanza. Pili, unapohongera ile harusi, ndio watu wanaingia katika sherehe, na ile leso ndio unaonesha kama kuna tone. Jumbe katika kanga zimetumika kama sauti ya mwanamke wa kipwani. Semi mbalimbali zenye jumbe za kutia moyo, kejeli na shukrani ndizo zinazopamba vazi hilo na kumwezesha mwanamke wa kipwani kuwasilisha hisia zake bila kuleta uhasama wa aina yoyote. Majina mengi ya kanga ni ya mafumbo. Kwa mfano, kiumbe mzito, au anasema wakati mwingine inakuwa maneno ya kimapenzi, tulia tuishi, wazuri haweshi, sijui nikwambie na kuonea huruma. Kama kanga kuna misemo nyingine inasema sisemi mengi, jibu utalipata. Sasa mtu kama ameivaa na ukikereka nayo, makosa si ya mtu aliyevaa, makosa na yule mtu akasoma na akakereka nayo, kwa sababu alikuwa na kitu ndani moyoni ndio ikamfanya akereke. Kanga itaendelea kushika nafasi yake ya kipekee licha ya kuja kwa mbadala, ikiwemo kitenge, pareo na hata madera. Kanga itasalia kuwa vazi la kitamaduni lenye hadhi ya kipekee hapa mkoa wa Pwani. Kufikia hapo, sina budi ila kulikunja jamvi la Pwani. Hadi wakati mwingine, nafahamika kama Fahima Ramadhan. Kwa heri mtazamaji.